Mordekai akapata habari ya kwamba ataangamia, na Hamani hakutarget mtu mmoja. Ulimwengu wa giza hauwezi kutarget mtu mmoja, una target watu wengi upate impact. Una target familia nzima, ulitarget jamii yote ya Wayahudi. Ndipo mtu aliyomkosea Hamani alikuwa ni Mordekai, lakini aliamurisha nchi nzima, akaitolea fedha za kuangamiza wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Esta ni mmoja wao, hata kama ako ndani, huyo ni mume wake. Mume wake ndiye ameweka muhuri, na amri ya mfalme lazima itekeleze, na hakuna mtu anayeweza kugeuza hayo ila mfalme mwenyewe. Huwezi ukamfikia mfalme wakati ule, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa kuomba ukae uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo nataka nikwambie, wakati unapoenda katika haya maombi, unaamua kwa vyovyote vile vita unayopenda kupigana navyo vimelipiwa gharama, na ile gharama iliyolipiwa sio gharama ya kukupeleka wewe juu, ni gharama ya kukuleta chini, na sio ya kukuleta chini, ni gharama ya kukuzika, ukufe ukilia, ukife ukiteseka, ufe ukiwacha madeni, ufe ukiwacha watu wakihangaika, ufe ukiwacha mabili za hospitali. Hiyo roho tunaikataa, na ile makubaliano tunayavunja. Zile mihuri zote walizoweka zinavunjika in the name of Jesus. Hallelujah. Mipango hizo zikafanya. Nataka nikuambia kwamba kuna nguvu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utambue, identify. Tena hiyo kwa Mungu haihitaji ufunge siku 40, ni kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mihuri ya mwanadamu, mihuri na sheria ilifutwa kwa maombi ya siku 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nimwambie kwamba kuna uwezo wa kuvunja hizi mapatano iliyopatana kinyume na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uwezo wa kuvunja. Usitafute mambo mengi, usitafute ushauri kwa giza. Nataka nikuambie kwamba kulipotokea ile jambo likafika kwa Mordekai, Mordekai alifanya kitu kisicho cha kawaida. Mordekai alifanya kitu akaonekana kama ni wazimu. Mordekai alidarua nguo zake, alidraw attention. Unahitaji kudraw attention ili wapee, sio kuanza kupembeleza. Unahitaji kudraw attention mpaka yule hata kama anakuja ambaye unashuku ya kwamba amehusika katika kufanya hii njama, usiogope. Unahitaji kudraw attention kwa Mungu ambaye unayomuomba, anayokuwazia mema. Mungu hakuwazii mabaya, Mungu anakuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Mordekai akafanya jambo ambalo lilishtua watu, wakapata kupeleka hiyo habari kwa Esta. Wakamwambia ya kwamba wewe uko pale, lakini ujue ya kwamba mjombako ako hapo nje anaumia, anafanya vitu vya ajabu. Esta naye kwa sababu alipoingia katika makao yale, na ndipo ya kwamba kiongozi ama mtumishi wa Mungu anapata kibali, anakaa katika karibu na mfalme, lakini anasahau ya kwamba huku nje kuna watu ambao niliwawacha. Hawana yule ambaye anaweza kusemesana, hawana yule ambaye anaweza geuza sheria ambayo ilitungwa na roho za Hamani, sheria ambayo ilipangwa ikafanyika ikaonekana njema, lakini kumbe ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnafikiria ya kwamba demokrasia ni mzuri, lakini demokrasia ndio ushetani mwenyewe.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Watu wapewe uhuru, minority watetewe. Hiyo ni kazi ya shetani. Sasa minority inaonekana ya kwamba watu wa kufanya ushoga ni kidogo. Sasa wale watu hawafanyi ni wengi. Sasa ati sheria inasema hawa ushoga watetewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo haimpendezi Mungu. Na ndipo kunahitaji mtu asimame katikati, avunje hizo mihuri. Hizo mihuri ambazo zimewekwa, kwa sababu haziwezi kafutwa hivi hivi. Ziliwekwa na ikawekwa pete, ikawekwa sahihi. Yaani pete maana yake kwa kingine ni seal. Dili ambayo imekuwa sealed. Sealed haiwezi kafutwa. Seal inatengenezwa kwa chuma, inafinywa hivi alafu inawacha maka. Huwezi kufuta na raba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Mungu inawezekana. Mordekai akakusanya akawaambia, Esta akatumana nguo. Mordekai akamwambia sio nguo, sio chakula. Lakini mwambie Esta tumeuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikuambia kwamba tumeuzwa. Haleluya. Tupate mtu ambaye atasimama aambie yule ako katika mamlaka kwamba tumeuzwa. Hata wewe ukiwa pale umeuzwa. Kwa sababu giza likaanza kula, halipagui. Bwana Yesu asifiwe. Litakula hata kuanzia huko juu. Kwa hivyo tumeuzwa, tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Wale mlio chini natakana mwambie wale ambao wako madarakani pale, wanao usemi, mwambie waseme ya kwamba tumeuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamani alikuwa ameuza jamii yote, ameiuza, amempa mfalme nafasi ya kusaini mkataba ambayo wa kumwaga damu isiyo na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo watu hao wakakusanyika. Esta akamwambia, sihitaji kitu kingine, kwa sababu jambo hili linaonekana ni ngumu, kwa sababu ninajua hii jambo linabeba mauti na maisha. Wakati huu hairuhusiwi niende kwa mfalme. Wakati huu hairuhusiwi nikutane na mume wangu. Na ndiyo mfalme, ndiyo niko hapa. Lakini ninahitaji Mungu tu. Sababu kwa uweza wangu kama malkia nimefungwa na sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa. Kwa uwezo wake kama malkia amefungwa na sheria. Hawezi akaonana na mume angalau akamwingilia, baba wasamehe hao watu. Hana hiyo nafasi. Hana nafasi ya kutengeneza chakula mzuri amwambie mume wangu kula. Akimaliza mwambie siwasamehe hao watu baba. Hana majina ambayo anaweza kaongea mazuri. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Ukimwomba Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafuta suluhisho kwa Mungu, ana uwezo wa kubadilisha hiyo sheria. Ana uwezo wa kuvunja ile mkataba. Ana uwezo wa kuvunja ile mapatano iliyopatana katika ulimwengu wa giza kuangamiza wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Esta akamwambia Mordekai, nendeni waambie ya kwamba wote wafunge kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kufunga kwa ajili ya mtu kupata kibali kunaleta ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba amri iliyotolewa ilisema wawawe watu wote, watoto waume na wa kike wote wawawe, na ikaweka muhuri, na kila gavana akapewa kopi yake. Sasa kukangojewa siku ifike. Nataka nikuambia kwamba
ile mpaka uliowekewa na wale waliokupangia mabaya yatendeke kwako, tunaivunja leo katika jina la Yesu Kristo. Utaenda kuivunja leo wewe mwenyewe. Hauhitaji mtu akushike mkono. Hauhitaji kuwa uwekelewe mikono mara 7. Wewe una uwezo wa kuivunja. Na ndipo watu hao wakakusanyika, wakafunga kwa ajili ya jambo hilo. Walipofunga kwa jambo hilo, kwanza, kitu cha kwanza, huyu mfalme akakosa usingizi. Akaanza kumbariki Mordekai, kwa sababu Mordekai alifanya mema akasaulika. Lakini maombi ya kufunga, wakati walipofunga wakimlilia Mungu, ya kugeuza, ya kupata kibali, kitu cha kwanza, mfalme akakosa usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule ni Hamani peke yake aliyekuwa na access kuingia State House. Ndio niweka State House ndio yeye. Lakini hata Esther, mke wa mfalme, hakupewa hiyo ruhusa. Lakini Hamani ana uwezo wa kuenda kule. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo hiyo muhuri ikabadilisha. Soma Esther 4:12-17. Hiyo muhuri ikabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na tunahitaji kubadilisha hiyo mkataba walioweka, ile mapatano waliokuwekea, ya kwamba ndoa yako itateseka, ya kwamba utateseka, kwa sababu Mungu ndiye alianzisha ndoa. Kwa hivyo hawezi kuweka ndoa iwe inatesa, lazima ikiwe mzuri. Lakini kama kuna mateso, kuna watu wamekusanyika na wamesema ya kwamba haukutakuwa na amani, na wakalipia. Sasa leo hiyo watapata hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Watapata hasara na hiyo makubaliano yao. Soma kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 12 hadi 17, inasema hivi: basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapo watokea Wayahudi msaada na wokovu wa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wewe? Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake, akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Haleluya. Amen. Unajua Esther alikuwa amejua sheria, na ndipo akamwambia Mordekai waende wafanye hivyo kwa ajili yake, kwa sababu hii inaweza kosti maisha yake. Lazima wahatarishe kuvunja ile mihuri na mapatano, sio kazi rahisi. Lazima wahatarishe. Walipofanya vile Esther aliposema, Esther alipata kibali, na alipoenda mbele za mfalme mwenyewe akaanza kuapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Esther, kwa sababu yale maombi
lazima yatimize lile lengo. Hakuangalia kwa ubinafsi. Ukipata kibali usijiangalie wewe. Ukipata kuokoka usipale anateswa. Unaweza kuwa wewe ndiyo umeokoka, umetoka katika ulevi, unasherehekea Mungu aliniokoa, lakini kuna jamaa zako ambao wamefungwa na ulevi. Wengine wako tayari wamepangiwa tarehe fulani wakinywa pombe watajinyonga. Wengine wamepangiwa ya kwamba tayari watakunywa sumu. Hiyo kunywa sumu sio kupenda kwao, ni kuna mikataba zimefanywa. Kwa hiyo nafasi, una uwezo wa kumwomba Mungu, una uwezo wa kumwelezea ya kwamba kuna Mungu anayeweza kugeuza hii hali yako. Amen. Na ndipo naona ya kwamba Esa alipokuwa mahali pale, alikuwa mahali pazuri kwa sababu alikuwa ni Malkia. Lakini Mordekai alipochochea, Esa akamwambia ya kwamba nendeni mkafunge siku 3, nami nitawaambia wafanyikazi wangu pia wafanye hivyo, na niende kinyume na sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa usianze kusema ya kwamba niliongea ya kwamba watu wavunje sheria. Hapana, Biblia ndiyo imeongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wewe usiende kuvunja sheria useme navunja sheria kwa sababu Biblia imesema. Inategemea unaivunja kwa nia gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndipo Esa akaenda kinyume, na alipofika pale akanyoshewa fimbo. Hiyo ni saini ya kuonyesha kwamba amepata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria ikageuzwa. Na ndipo nakwambia kwamba maombi yanageuza mikataba zilizofanywa kinyume na maisha yetu mbaya ya kutuangamiza. Na leo tunapoomba Mungu kwa ajili ya jamii zetu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya wapendwa wetu, na kwambia Mungu ako tayari kugeuza, ako tayari kukanusha yale ambayo yaliyokubaliana kwa giza ya kwamba uangamie na uteswe wakati wote, usikose usingizi. Kwa ajili ya hayo Mungu ana uwezo wa kuegeuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kufikia hapo mbele. Tuendelee. Najua kumwabudu Mungu kuna pingamizi sana na giza. Na haikuanza leo. Ilianza kitambo. Na kile kisasi kinachotokana katika wokovu kinapigwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatafutwa njia ya kubadilisha. Njia ya kuabudu Mungu inatafutwa kubadilishwa, iende vile ambavyo giza linavyotaka, ndivyo lijue vile litakaponasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Danieli. Danieli 6:13. Kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 13 yasema hivi: basi wakamjibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likaachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi, lisibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa
mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danieli katika ile nchi alikuwa ni muombezi. Alikuwa anaomba dua watu walioshindwa kutafsiri ndoto za mfalme, akawaponya kwa sababu ilikuwa imepangwa wawawe wote. Huyu mfalme akatambua kuwa Danieli kweli anaweza, na ndipo nataka nikwambie ya kwamba mnaweza mkasimama mkalaumu yule aliyo mbele, lakini hamjui ile forces yanayopigana nayo. Anapigana na forces ya mpinga Kristo. Na ndipo naona ya kwamba kulikuwa na Danieli, ndiyo alitenda mema, hata kawaponya hao watu. Ukisoma hapo nyuma utapata ya kwamba kuna ndoto ambazo mfalme aliota na akawa amepanga kuangamiza hao watu wote. Lakini Danieli alipotokea akasema ya kwamba nitaenda kumwomba Mungu na nikija nitakupa tafsiri ya ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakukuwa rahisi kumwabudu Mungu. Usifikirie kuwa ni rahisishe, lazima upitie mambo mazito, lazima ujitoe. Huwezi ukaenda kwa Mungu atunapembeleza. Na ndipo Mungu alipoona mwanadamu walipokuwa wamebaki. Nataka nikwambie ya kwamba huyo Danieli alitoka katika nyumba ya Yuda, na ile nyumba ya Yuda ndiye ilikuwa imetabiriwa ya kwamba hiyo nyumba ndipo kutatoka mfalme wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo alieleza watoto wake akasema, Yuda wewe ni mwana simba. Na hiyo ndiyo familia, huo mlango, hiyo ndiyo kabila ambayo Mungu alikuwa amepanga lineage ya Kristo itatokana na hiyo nyumba, na hiyo nyumba ndiye itafutwa. Nimalize. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Katika njia imetafutwa, huwezi ukapigwa vita kama hauna kitu. Ule anayepigwa vita ako na kitu. Na ndipo Danieli alikuwa na mwabudu Mungu wa kweli, alitafutiwa mbinu. Sema kutafutiwa mbinu. Na ndio giza hailali, inatafuta mbinu. Sana nilikuwa naongea na rafiki yangu mwingine Jaji, naniambia, unajua pale Danieli akafanya hayo yote, watu hao wakatafuta mbinu, wakaenda wakainua sanamu. Kuna sheria ambayo watu wa giza wanatafuta kupanga, wanakuja kwa njia ya freedom of worship, lakini wanafanya vitu ambao ni vya giza ili watu wavifuate. Kwa hivyo wakatafuta mbinu, wakaweka sheria, wakasema ya kwamba mbiu ikilia kila mtu aanguke chini. Lakini kwa sababu Danieli anamjua Mungu wake, akafanya kinyume na hiyo sheria. Mfalme alipofuatwa wakamshtaki Danieli, wakasema ya kwamba tumemwona mtu mmoja wa jamii ya Yuda ameenda kinyume na sheria. Bwana Yesu asifiwe. Na sheria inasema ya kwamba yule ambaye anafanya hivyo anastahili kutupwa, kuuawa. Na njia moja ya kuuawa mzuri, kuna tundu la simba. Anajua tundu la simba? Bwana Yesu asifiwe. Nani ajui tundu la simba? Nimuelezee kwa lugha ya rais. Nani ajui tundu la simba? Bwana Yesu asifiwe. Unajua tundu ni kama zizi, yaani ni kama pahali ambapo wamefukiwa minyama zile. Simba zilikuwa zimewekwa pahali, zimewekwa simba. Na unajua tabia za simba, akimwona mtu ni kama ameona chakula. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakasema ya kwamba tumemwona huyo mtu
anaabudu, aanguki chini, na anafanya kinyume tena, anaomba mara 3. Yaani kwa ufalme wa giza hautaki watu waombe. Wakati ule ufalme wa giza ulikuwa umekataa watu wasipate kuomba, lakini Danieli alifanya kinyume, akawa anaomba dua mara 3. Wakamshtaki wakasema, afanya nini mfalme? Mfalme akaona kile ambayo Danieli amefanya, akatafuta njia ya kumponya, lakini kwa sababu aliweka sahihi. Kumbe wafalme pia wanaweza kufungwa na sheria kuamua kitu ambacho hakipendezi, lakini kwa sababu ya sheria wakaamua kitu ambacho kinaleta shida. Inategemea na watu ambao wanamzunguka mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Inategemea na watu ambao wanaokuzunguka. Niko tu katika kuvunja ile muhuri, na ndipo ile muhuri na sahihi ya mfalme ikatumika kwa kuamua mabaya, kupoteza maisha ya Danieli na kupoteza kumwabudu Mungu aliye sawa katika ile nchi. Wakafanya uamuzi moja ya kwamba Danieli atupwe ndani ya tundu la simba. Bwana Yesu asifiwe. Wakakubaliana na wakaweka sahihi, wakaweka pete, wakaweka muhuri ya kwamba Danieli awekwe. Hata mfalme aliweka kwa kutopenda, lakini akasema kweli, kama kuna Mungu wa Danieli amuokoe, mimi siwezi nikamuokoa. Ninaomba Mungu awafanyishe wale waliofanya wanatamani kukuachilia lakini hawawezi, ili waseme ya kwamba kama wanaomba Mungu aliye sawa apate kuwaokoa. Nataka nikwambie kwamba kama unaomba Mungu aliye sawa apate kukuokoa kwa hii hukumu ambayo imetolewa katika giza, ili yapata wakati kama huo umeishia. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio maombi utaomba. Taambia Mungu, nitendee kitu. Ndio wameamua, ndio nimevunja sheria, ndio nimefanya dhambi, naomba Mungu nisaidie. Wewe ndio naye jawabu la maisha yangu. Jawabu langu haliwezi likatoka kwa mwanadamu, bali jawabu langu linatoka kwako. Walionifunga ili Baba wapate kujua ya kwamba wewe Mungu upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Danieli aliposukuma ndani, malaika alishuka akashika vinywa vya simba, haikumgusa. Ikafika asubuhi, mfalme ndiye aliyerauka, anauliza, Danieli. Akasikia huyo mtu anaongea, akasema, sasa nyinyi, hii sheria inabadilishwa sasa leo. Kama huyu mtu tumemtupa kwa simba wakali, lakini ndiyo sheria ibadilishwe, lazima hawa pia waonje, tuone kama Mungu wao anaweza. Haleluya. Sasa wakasema, okay, Danieli toka, lakini wale waliokusukuma nao wacha tukajaribu kuwatupa pale tuone kama hii simba kweli itawasamea. Labda simba inawasamea watu, haikuli watu siku hizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema waliposukuma ndani walidharuliwa. Sasa unajua ole wake yule ambaye amefanya makubaliano kwa maisha yako yawe mabaya, kwa sababu Mungu anaweza kalipisha kwa njia yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unajua yule aliyekufanyia hana haya tena, anakukumbatia tu, kumbe ashakufanyia kisiri, amefanya mkataba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe ombi lako achia Mungu, ndiye atakayejibu, sio wewe. Usianze kusema Danieli hakusema, hakuomba ombi ya kusema ya kwamba walionitupa hapa ndani, Mungu wakatukatu. Yeye aliona tu malaika kwa ile maombi aliyoweka kwa sifa yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu mwenyewe akashauri mfalme,
wale nao wakaonja kidogo, wakitoka ndio tupime kama tutabadilisha hii sheria ya kusema ya kwamba Mungu wa Danieli haabudiwe ama itabaki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ilipofika hapo, mfalme akasema hapana, ule Mungu anastahili kuabudiwa ni wa huyu, kwa sababu kama huyo Mungu anaweza kumuokoa kweli, huyo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ndio wakati ambao Danieli alipokuwa anapitia, ni huu wakati ambao tunaopitia. Ni wewe uamue, utaamua kumfuata Mungu ama utaamua kulegalega. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikwambie ya kwamba kulikuwa na opposition kubwa katika maisha ya mwanadamu anayemfuata Mungu. Kulikuwa na opposition kubwa katika maisha ya mwanadamu anayeabudu Mungu wa kweli. Kunao opposition kubwa kwa maisha ya ule mtu ambaye amejitokoza kumuomba Mungu wa kweli. Kunayo opposition kubwa kwa taifa ambalo limesimama na Mungu wa kweli. Kunayo opposition kubwa kwa ndoa ambayo imesimama kwa Mungu wa kweli. Kunayo opposition kubwa kwa familia ambayo imesimama kwa Mungu wa kweli. Jaribu linapoinuka usiseme Mungu hakupendi. Ni Mungu anakupenda, lakini kuna mkataba umefanywa katika giza wa kuona ya kwamba usifaulu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua Mungu akaupenda ulimwengu, akamtoa mwanao wa pekee kutoka katika hiyo lineage ya Yuda, ili hata aokoe ulimwengu, si auhukumu bali auokoe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akakuja, ninaelekea kumaliza, na ushike hayo mambo kwa sababu ninakupa guideline vile utakavyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo mwana wa Mungu wakafanya mapatano ya kummaliza, na wale waliofanya mapatano ya kumaliza hawakutoka mbali, ni wale waliokuwa wanaitwa Wakristo lakini wako katika sheria ya giza. Haleluya. Sio watu ambao hawamjui Mungu ndio walimsaliti Yesu. Ni wale walio katika ndani ya hekalu lakini wanatumia sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakusoma kitabu Mathayo. Nasoma kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 27 mstari wa 62 hadi 67, yasema hivi: hata siku ya pili ndivyo ilivyo ibada ya maandalio, wakamkusanyikia Pilato wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuwaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia na askari, nendeni mkailinde salama kadri mnajuavyo. Wakaenda wakalinda kaburi salama
kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Kama explain. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo alikuja kubadilisha sheria, alikuja kufanya mapatano mapya na Mungu kwa uzuri, ili amregeshe mwanadamu. Lakini katika ulimwengu wa giza ukawa unapinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo ninasema ya kwamba kwenda kanisani sio kitu ati ya kwamba uko katika nuru. Unaweza enda kanisani lakini huko unatumikia nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndipo unaona watu hawa walikuwa na sheria, walikuwa wanaenda kuandaa Pasaka, na watu waliokuwa wanaandaa Pasaka sio mapagani, wale wanamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawa wanaenda kuandaa, lakini hapakosi wakatumia huyo mjanja, wanamuita Kristo huyo mjanja. Aliwaambia watu ya kwamba siku ya tatu atafufuka. Hapakosi wanafunzi wake waliomfuata, wanaoleta Agano Jipya, wakaenda wakatafuta mbinu wakamuiba, ndivyo watudanganye sana. Na ndipo kuna mtu anaweza kainuka akasema wale ni wajanja, wanadanganya watu kuwa Mungu anaponya. Shindwe hiyo roho na unasema wewe ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulikuwa na watu ambao, unajua Pilato alinawa mikono, lakini kulikuwa na watu ambao walipenda giza, wakasema afunguliwe Baraba, lakini huyu asulubiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Yesu Kristo akaenda kwa Mungu akaomba sala ya mfupi tu. Baba, ukipenda niondolee hiki kikombe, lakini kama ni mapenzi yako. Akarudi tena, akatiwa na Mungu nguvu. Alijua kile anachokukubali kwenda kupatana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo unaona ya kwamba giza likafanya mapatano, sio mapatano mazuri, ni mapatano mabaya ya kuzima ule moto ambao Yesu Kristo alikuwa amepanga. Wakatafuta mbinu, wakatafuta jiwe kubwa, na wakaweka muhuri. Watu wanapokubaliana kwa mabaya, wanaweka muhuri na wanaweka kitu kizito, wakijua uwezo ukatoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa uwezo wa Mungu unaweza ukatoka. Na ndipo nakwambia wakati huu, haijalishi wameweka jiwe ya kiwango gani kwako, Mungu ana uwezo wa kutoa. Mungu ana uwezo wa kusambaratisha lile jiwe. Mungu ana uwezo wa kutoa hiyo shida. Mungu ana uwezo wa kupiga hiyo jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu soma hiyo 28:1. Ile jiwe lilikuwa mzito, na hao watu walitaka kuzima kabisa. Walitafuta njia ya kuzima ukombozi, walitafuta njia ya kumaliza jambo linalosema hakuna lisilowezekana. Sababu tungedumu tu, tungebaki tu kwa sheria kali, Yesu Kristo hangefufuka. Hiyo injili ingepotea. Bwana Yesu asifiwe. Hangefufuka, na kuambia wale watu wangezima na zote tungebaki tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sheria ingekuwa inatawala, hakungekuwa na kubadilisha. Kungekuwa na familia inapozaliwa katika laana, tuendelee tu hivyo laana mwisho, hakuna kubadilishwa. Lakini kwa sababu Yesu Kristo, hiyo mihuri giza iliyoweka, ikaweka jiwe, ikasema tusahau, Mungu aliingilia katikati. Soma hiyo 28. Na naomba Mungu aingilie katikati maishani mwetu. Amen. Wanasherehekea kuteseka kwetu, lakini waone tukitoka
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma pale. Mathayo Mtakatifu sura ya 28 mstari wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalini na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Akaja akalipingirisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kuogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, watangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya nimekwisha waambia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliweka jiwe na wakaweka sahihi. Waliweka jiwe lililokuwa mzito. Waliweka jiwe wakasema tumesahau. Waliweka jiwe kuwazima wanafunzi wake. Waliweka jiwe kufunga injili iliyo sawa. Waliweka jiwe kuzuia ushuhuda wa Yesu Kristo. Waliweka jiwe kutingiza ile kanisa Yesu Kristo aliyaiti Petro. Waliweka jiwe ile kanisa lisipate kudumu mpaka wakati huu. Lakini nataka nikwambie kwamba ile jiwe Mungu alitetemesha nchi yote. Nataka nikwambie wakati tunapoenda kuomba, Mungu atatetemesha ile maagano yote waliofanya. Atatetemesha zile meza zote walizofanya. Atatetemesha ile mikataba yote walioandika. Atatetemesha lile jiwe walioweka. Litapata kuondolewa na Mungu atatuma malaika wake. Atapata kuondoa lile jiwe. Mistake kubwa ambayo unayofanya katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mistake kubwa ambayo unaweza kufanya katika maombi, kuomba Mungu njoo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yeye anajua. Yeye anaamurisha malaika tu. Malaika anashuka. Unaona wakati Danieli alikuwa anaomba hakupata majibu. Malaika aliyotumwa Gabrieli alizuiliwa siku 21. Na ndipo unahitaji kuomba Mungu atume malaika wake apate kuondoa lile jiwe, apate kuondoa ile sahihi ambayo giza limeweka. Kwa sababu kama giza lilishindwa wakati ule, ninashindwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama giza lilifanya mapatano likamuita Kristo kuwa ni mjanja, na likasema ya kwamba ile uongo itatokea baada ya haya itakuwa kubwa kuliko ile ya kwanza, ikadhihirika ya kwamba ile ujanja hao walifanya kuweka jiwe nzito. Tena Mungu alitokea wanawake tu. Unajua wanawake wanachukuliwa kama hawana nguvu, ndio walikimbia kwa kaburi. Kwa sababu Biblia ikasema na wanaume wote wakatoka wakaenda. Wangesema ya kwamba wanaume walikuwa na nguvu wakatoa ile jiwe. Lakini ni wanawake walioenda wakapata lile jiwe liko kando na malaika amekaa. Dhihiriko kubwa, nchi ilitetemeka, wafu wakafufuka. Ubashari kakatika katika hekalu. Likatoa hiyo hekalu ambayo watu walikuwa wanaenda wanapata njama ya kummaliza Kristo. Ilibidi pasuliwe lile bashaa, hiyo sheria walioweka ya kwamba watu hawa ndio watakapoenda kwa madhabahu. Unakumbuka wakati wa Zakaria, watu walikuwa wanapiga kura, yule atakayeenda kwa madhabahu
na ile madhabahu ilikuwa imekingwa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba walikuwa nje wakangoja atoke. Hakutoka akagawaia, na alipotoka hapo akawa hawezi kuongea, kwa sababu hakusadiki ya ujumbe uliotumwa na malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikwambie, hapakosi kwa maisha yako. Kuna watu wamekutana katika giza, wameweka muhuri na wakaandika kazi zako zote, wakaandika majina zako, wakaandika majina ya familia, wakasema hii familia haitatoka mtu, wakaweka hata wakalipia gharama. Nimemuonyesha Hamani ilibidi alipie gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamuonyesha Danieli alikuwa mwombezi sana, wakatafuta sheria na wakaweka stamp, kiwa mtu yoyote atakayeomba dua afanye kitu cha kumwabudu Mungu huyo isipokuwa sanamu awekwe katika tundu la simba. Ilipofikia zamu ya kuwekwa kwa simba, ilibidi awekwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii safari sio rahisi, lakini ilipata kuwa rahisi. Unajua, nataka nikuonyeshe, kwa sababu we are Bible based, nikuonyeshe ya kwamba Biblia wakati wa Agano ya Kale ilikuwa ni ngumu sana, lakini wakati Yesu Mungu alileta mapatano mapya, tunatumia jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunatumia jina la Yesu kwa sababu Yesu alishinda ile siri kubwa walioweka kufunika, ili tusipate kujua ya kwamba alifufuka, ili tupate yote aliyonena ni ya bure. Kwa sababu nataka nikuonyeshe una authority. Sasa usiombe kama unapembeleza. Anaweza asifiwe. Unajua kuna maombi mengine ni upuzi mbele ya Mungu. Unapoenda kwa Mungu unasema, Shetani tafadhali na kuomba kwa jina la Yesu ondoka. Ili maombi ya upuzi. Shetani nimekuona umenishika, kwa jina la Yesu niondokee, na kuomba niondokee. Hiyo sio maombi. Nataka hata upigwe kofi na Shetani. Haleluya. Sasa nataka nikuonyeshe, wakati unapoenda kuomba, omba na authority, sababu umepewa authority. Sio kupembeleza, sio maombi atumeandika, ati maombi yanaandikwa kwa karatasi unaenda kuomba ukisoma. Hiyo sio maombi. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kuwa mwenye ameandika ni kama Hamani. Ni maombi unayoomba yanayotoka ndani yako, inayoongozwa na Roho Mtakatifu kutumia maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mathayo 16:15 mpaka 19. Hapo ndipo nataka nikuonyeshe. Mathayo 16:15-19. Tunasoma hiyo. Mathayo 16 mstari wa 15 yasema hivi: akamwambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petero akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. 19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Najua Yesu Kristo alianza kuwauliza wanafunzi wake 12. Akasema, watu husema mimi ni nani? Wanafunzi walikuwa wanasikia rumor zao. Wanasema ni Elia, wanasema ni Yohana, wanasema, wakaita majina mengi. Lakini Simoni Petero akainuka. Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio naona Petro wakati wa mitume wakifanya kazi, hamukusikia Simeoni, mlisikia jina ya Petro. Sababu Petro ni maana yake ni mwamba. Aliposema Yesu Kristo akamwambia, katika wewe nitajenga kanisa. Haleluya. Amen. Hakusema nitajenga nyumba. Nitajenga kanisa ambalo kuzimu hakutapata na ufunguo nitakupa. Haleluya. Amen. Sasa wewe ukiokoka unakuwa mwana wa Mungu. Umepewa mamlaka. Unapoenda mbele za Mungu hauendi kama unaenda kwa baba yako. Unaenda kama mwana. Umepewa mamlaka. Kuzimu hakufai kukupata. Kwa hivyo kanisa likisimama, kanisa la Kristo likisimama kwa mamlaka na liombe, linaweza likabadilisha mihuri iliyowekwa na giza kinyume cha maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unapoenda kuomba ujue ya kwamba kama unaamini Kristo, kama unajua ya kwamba umeokoka, kama unamjua yule Mungu wako vile Danieli alivyomjua, kama unamjua Mungu wako vile Mordekai alivyomjua, kama unamjua Mungu wako vile Yesu Kristo alipitia hayo yote, na Mariamu wakawa na imani ya kwamba licha jiwe limeweka, wakafikiria wakiwa njiani, wakisema, na lile jiwe nani atakaye tuondolea ili tumpake Bwana mafuta? Hawakukata tamaa, walifululiza mpaka kwa ile kaburi, wakapata malaika ameondoa lile jiwe, na wakapata ushuhuda, wakatoka wakitangaza yu hai. Kama unaamini hivyo ya kwamba kanisa la ni wewe ambayo Kristo aliahidi kujenga, una uwezo wa kuvunja ile mihuri yote iliyowekwa na Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio umeng'ang'ana katika maisha, hata umeshindwa, ninaomba vizuri, ninapitia haya yote, lakini kwa nini hii haikuondoke? Kuna mkataba umefanya na umeomba maombi yote. Leo vunja zile mihuri, vunja zile mapatano iliyofanywa kinyume na wewe, sababu unaweza kosa kujua, lakini tumejua Yesu Kristo alijua waliomfanyia, akajua, akamwomba Mungu amuondolee. Lakini kwa sababu Mungu alitaka tuone vile njama inaweza kupanga na watu wakakubaliana kumtendea, mpaka Yesu siku moja akasema, mnautendea mti ulio mbichi kama huu. Haleluya. Lakini Danieli hakujua, alikuwa anaomba. Hakujua ya kwamba siku moja atatupwa katika tundu la simba. Mordekai hakujua siku moja atampa Usero mke, alafu aweke sahihi ya kuwaangamiza Wayahudi wote. Yesu ndiye alijua peke yake. Walitafuta njia hata ya kuwaonga watu wasipate kueneza habari, lakini hiyo habari ikawa imeenea kuzidi vile wanavyopanga. Na ndipo nataka nikuambia kwamba hakuna uwezekano ya kwamba giza liweke mikataba alafu liangamize kanisa. Tunakataa hiyo roho in the name of Jesus. Tunaikataa.
Na kama ufunguo tumepewa, walisema wamepeana ufunguo. Mmesoma maandiko yanasema walimpa funguo nani? Petro. Na Petro ni nini? Kanisa. Na akasema mtakachofungua hapa duniani nafunguliwa juu mbinguni. Mtakachofunga hapa kimefungwa huko. Haleluya. Amen. Sasa tuna uwezo wa kufunga ile shida inayokutatiza. Una uwezo wa kufunga ile dharuba inayokupiga. Una uwezo wa kufunga ile mambo yanayozidi maisha yako unayoona ya kwamba ni magumu. Una uwezo kwa sababu mamlaka uko nayo. Kwa jina la Yesu Kristo inawezekana ikaondoka. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tunaenda kuomba. Tumempa guidance yote ya kuomba. Usiwe spectator hapa. Najua maana ya spectator.